Nimesoma kwenye mazingira ambayo leo hii amenifanya kuwa katibu wa umoja wa vijana wa mkoa. Bora niseme ukweli nanyi muwe mashahidi wa kwenda kuhadithia wenzenu na msimame kupigana kuhakikisha mnapata elimu ya msingi, elimu ya sekondari iliyokuwa imeshiba kwa maslahi yenu na taifa letu. Wadogo zangu, mimi nimesoma kama nyinyi. Nimesoma shule ya msingi. Nilikuwa nikibeba madaftari yangu kwa kutumia mfuko wa lambo. Nafunga barabendi upande wa kushoto, nafunga barabendi upande wa kulia. Na hakikisha naenda kusoma. Kwa bahati mbaya niliyokuwa nayo mimi, kipindi hicho nilikuwa naenda shule sipati chai, sinywi chochote. Kutoka pale nilikozaliwa mimi kwenda shule ni kilomita 6. Tunatoka saa 11 na mwalimu nadhani unatambua kipindi za shule za kipindi kile. Saa 12 tunakimbia mchaka tukiimba nyimbo ya kuhamasisha uzalendo wa taifa letu. Kwa tunaimba kama hivi: jua lile literemke mama, iya mama. Tuimbe: jua lile literemke mama, iya mama. Jua lile literemke mama, iya mama. Meona maneno hayo? Tulikuwa tunatembea, tunakimbia, tunaimba. Tukirudi tunakaguliwa, tuko wasafi. Na mwanafunzi mzuri lazima uwe safi. Tunaingia darasani. Madarasa yetu sisi kipindi kile yalikuwa hayana madirisha. Darasa kama mlango, mlango kama dirisha. Msicheke. Tunakalia vigogo. Lakini chini ya Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli sasa hivi yale mambo kwisha kabisa. Tuseme kwisha kabisa. Madawati ya kutosha. Twende. Madawati ya kutosha. Madarasa ya kutosha. Walimu wa kutosha. Vichwani vimejaa vya kutosha. Piga makofi. Kwa hiyo niwaambie wadogo zangu, nimesoma kwa shida, nikasema sikubali mpaka nifaulu darasa la 7. Kipindi kile mashule za msingi za sekondari ziko chache. Nilikuwa naweka miguu kwenye ndoo, nakalia kiti, nawasha kibatari, nakula msuli. Unajua msuli? Unapiga pepa ile, unakamua kitabu, unapiga, unasoma. Kipindi kile kwa tunasoma sizitaki mbivu hizi, nazitaka mbichi hizi. Nikapata fursa ya kwenda kusoma sekondari kama nyie. Kidato cha kwanza naanza bismillah. Siku hiyo litokea tatizo, babangu yule uniform hakuna. Ikabidi nienda kumuomba jirani, akaniuliza unataka kusoma, unataka nikupe biashara? Nikachagua, nikafanyaje? Kusoma. Wewe ungefanyaje? Kusoma. Naanza form 1. Leta form 1 kwa Kiingereza, si ndio? Ndio. Lakini kwa Kiswahili kidato cha kwanza. Nikawa katika masomo nayapenda kuliko masomo yote. Nilikuwa napenda historia, nilikuwa napenda geography, nilikuwa napenda Kiswahili, nilikuwa napenda Kiingereza, nilikuwa napenda aibu niwaambieni. Niwaambieni? Mtanicheka. Basi nasema masomo niliokuwa nayachukia. Nilikuwa mwoga wa hesabu. Mama yangu. Sasa nika hesabu nagusagusa hivyo. Ikafika sasa kwenye somo la kemia. Sasa kumbe kwenye kemia kuna principle zake, ile halo Elena sijui ile beberu chinja. Unajua nini? Sasa mwalimu anaingia darasani. Sasa vitu soma hiyo, naanza halo Elena ile beberu chinja kamata na kola. CCM. Kwani hii sio CCM? Ni msifanye siasa. Sawa Tusomeni kwanza. Kwa hiyo nikawa sasa ile sielewi, nikasema basi nagusagusa biology. Form 1, form 2 hapo hapa. Ndio. Bwana ikaja kwenye kile kimbembe classification. Si mnaijua? Ndio. Classification mnaijua? Ndio.
Nature ni artificial, mnaijua? Mwenzenu ilikuwa poda. Yaani kija darasani napiga hivi mwanangu. Mambo. Lakini yalonisababishia vile tulikuwa hatuna walimu wazuri. Lakini sasa hivi tunao walimu wa kutosha kabisa. Mwalimu anakufundisha, unaelewa nini maana ya kemia, unaelewa nini maana ya fizikia, unaelewa nini maana ya basic mathematics, unaelewa nini maana ya geography, unaelewa nini maana ya history, unaelewa nini maana ya civics, unaelewa nini maana ya Kiswahili na Kiingereza. Kwa sababu tumeleta walimu ambao wanatosha kufundisha na kutupatia mwanga wa kutoka tulipo na kuelekea kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi. Kwa wadogo zangu, mambo yakaenda poa. Sasa kule tuna kitu kunaitwa A-level, kinaitwa combination. Huko A-level mnaita option. Mnajua maana ya option? Option, you may choose either engineering ukasome muda unaofuata ama ukasome udaktari. Yaani unachagua ndio mwelekeo wako ukienda kule 5 na form ngapi? Form 6. Kufika kule nikachungulia hesabu, nilikuwa kidogo niliwaambia, si ndio nikachungulia biology nikawa najua kama nilivyowaambia, si ndio? Si ndio Nikasema hapana, naenda kusoma HKL. History, Kiswahili, language. Mmenipata Ndio. Kwa hiyo mimi nikitaka nikuhadisia historia hapa Livingstone, sijui maji utakimbia wewe. Kiswahili si mnakisikia hiki tena cha kipwani. Mimi mtu wa pwani kaka yenu, mmekisikia Ndio. Sasa language ndio usiseme neno kidogo naongea Kikiha, neno kidogo naongea Kimuha, neno kidogo naongea Kibembe, mara natia Kifaransa, mara naongea na Kiingereza. Hapo vipi? Nipigieni makofi jamani. Lakini niwaambie, baada ya kumaliza kidato cha 5 na cha 6 nikapata fursa kujiunga na chuo cha biashara. Tunaita College of Business and Education. Sasa si nilikimbia hesabu. Ngoma iko kule sasa. Na wapeni umbea huu. Ngoma iko kule. Kwanza bismillah iko tunaita business mathematics. Kukutana nao na kutana na kitu kile cha O level. Mambo ya compounding, kaona mama yangu, interest mama yangu. Lakini nikawa napiga hivyo. Unajua chuo kuna kitu kile kinaitwa mnakali group discussion, kuna zile zinaitwa coursework. Nikawa nikiona hapa coursework imelegalega na pambana hivyo. Si ndio? Nikipata coursework nzuri, nikienda kwa final paper ya mwisho, mambo yanafanyaje? Yanaenda. Sijui mnanielewa? Ndio. Kwa hiyo nikamaliza. Sasa nikasema nimemaliza, nirudi kwenye fani yangu, historia. Historia tunajua tulikotoka, tulipo na tunako. Maana yake kama Chama cha Mapinduzi kinavyotupeleka, tulikotoka, kiliopo, sasa tunakoelekea. Tumeanza kasi, hali zaidi, nguvu zaidi, si ndio? Ikaja kasi mpya, nguvu mpya, si ndio? Sasa hapa kazi tu. Naomba na nyinyi mseme hapa ni kusoma tu. Twendeni, hapa ni kusoma tu. Unaweza kukutana na Shamvi, unaambia Shamvi niache, nimaliza degree yangu njoo nyumbani. Sema Shamvi niache, nimaliza degree yangu njoo nyumbani. Twende Shamvi niache, nimalize degree yangu njoo nyumbani. Ni mwiko kabisa mwanafunzi ukajiingiza kwenye mambo ambayo sio lika lako. Kuna vitu vinaitwa 5 basic of life. Si sekondari nyie? Nikisema 5 basic of life mnanielewa? Vitu 5 vya msingi kwenye maisha. Cha kwanza kuzaliwa na kutegemea wazazi. Inaitwa independence. Unazaliwa,